Kwa moja kutoka hapa ukumbi wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma. Bwana ni mwema wakati wote. ATAPE Retreat 2025. Basi kwa mujibu wa ratiba yetu kwa sasa ni kipindi cha tutazungumzia masuala ya kodi, lakini hali kadhalika tutaangalia mifumo ya kikodi ni kwa namna gani inachagiza katika maendeleo ya biashara zetu na ustawi sisi kama wajasiriamali, kama wanataaluma ambao tunaweza kujiajiri. Lakini kitu kikubwa cha kujua kwenye kodi kwa nchi yetu, kwa mujibu wa taarifa iliyosomwa nadhani siku 2-3, ni walipa kodi milioni 2 na kidogo ndio ambao wanalipa kodi katika nchi hii. Taarifa ya nyuma ilisema ilikuwa milioni 3 na kidogo. Kwa tunaona walipa kodi wamepungua kidogo. Na ukiangalia nchi yetu ina watu zaidi ya milioni 60. Lakini wanaolipa kodi ni wachache. Na kundi kubwa wanakuwa watumishi. Maana watumishi hamna namna ambao unaweza ukakwepa, sheria zinakubana. Na tunazungumzia kodi kwa sababu kodi ni ya muhimu sana katika kuendesha nchi. Serikali inategemea kodi ya wananchi iweze kuendesha nchi. Lakini swala la kikodi pia lipo kwa mujibu wa sheria. Sio tu limetoka hewani, ni kwa mujibu wa sheria. Na tukiangalia katiba yetu ya Tanzania inazungumza hiyo. Inasema ya kwamba ni nchi peke yake ndio inaruhusiwa katika kukusanya kodi kutoka kwa wananchi wake, na sio mtu tu fulani kuamua kukusanya kodi kwa matakwa yake au kwa jinsi yeye anavyoona. Na mfumo wetu wa nchi umeanzisha taasisi maalum kwa ajili ya kusimamia ukusanyaji wa mapato, ambao tukisema hivyo tunaizungumzia taasisi inayoitwa TRA, ambayo yenyewe ilianzishwa kwa dhumuni la kukusanya kodi kutoka katika vyanzo ambavyo serikali inaviainisha kutoka mwaka mmoja mpaka mwingine. Mfano, kwa ripoti ya Julai 24 mpaka mwezi wa pili 25 ilionyesha kwamba TRA ilikusanya au kodi iliyokusanywa ni trilioni 22.58. Kati ya hizo trilioni 19.62 zilikusanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania. Hiyo tofauti iliyobakia ni mamlaka zingine ndio zilikusanya. Na kodi inayotolewa, kodi unayolipa huiwezi kuifananisha na kitu ambacho utapata. Kwa maana hakuna cha kufananishia, kwa sababu kodi inatumika kutengeneza mabarabara ambayo ukikalkuleti thamani yake wewe ukipita unatembea mpaka unafika mwisho, je, ni kiasi gani umekitumia katika hiyo barabara, inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kodi hatutoi kodi kama mbadala wa kupata kitu fulani, ila tunatoa kwa dhumuni la kusapoti nchi yetu iweze kufanya mambo makubwa. Na mchumi mmoja wa Kimarekani anaitwa Richard, yeye alisema ya kwamba madhumuni makubwa ya kutoza kodi aliyaweka katika maeneo matatu, ambapo alizungumzia kuimarisha uchumi wa nchi. Maana ile kodi inayokusanywa ndio inatumika katika kujenga mabarabara, kuboresha miundombinu mbalimbali ambayo inawawezesha wafanyabiashara kufanya biashara zao vizuri, lakini tuna watu wengine kusafiri kwa namna iliyo bora. Lakini akasema nyingine ni resource allocation, kwa sababu kuna maeneo ambayo hawana resources za kutosha na wao wanahitaji huduma zingine zote kama ambavyo sisi tunahitaji. Wanahitaji maji, wanahitaji mabarabara na miundombinu mingine. Sasa kama hawana vyanzo vya kutosha, je, wanapata wapi? Kwa hiyo kodi inayokusanywa kutoka sehemu fulani basi inapelekwa kule, na kule inatengenezwa miundombinu mizuri ya kuwezesha kuwepo. Mfano, kodi inayokusanywa Mafinga
ni moja ya wilaya ambazo zinaongoza kwa kutoa pato kubwa la kodi. Inatumika pia na maeneo mengine ambayo kodi haikusanywi kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia kodi tunaona ni jambo ambalo kiukweli sisi kama Wakristo halipingani kabisa na Biblia. Biblia haijakataza watu wasilipe kodi. Tukiangalia katika ile Marko 12 aya ya 14 japokuwa liliulizwa kiuchokozi na wale ambao walimuuliza Yesu, lakini aliwajibu akawaambia kile ambacho ni haki ya serikali basi serikali ipate, lakini na kile kilicho haki ya Mungu basi mbali. Anawakataza watu wasilipe kodi, lakini hakukataza. Kwa hiyo ni jambo zuri. Sisi kama wanataaluma tumejiajiri, tunafanya miradi yetu, tukumbuke pia kutimiza wajibu wetu pia na kwa serikali yetu. Lakini neno kodi tukija kuangalia maana yake limetafsiriwa kwa maana kidogo ngumu. Maana yake wengi wametafsiri kama ni lazima, yani ni tozo ya lazima. Sasa ile tozo ya lazima ndio inaleta mgogoro katika kichwa. Ni kama tu mfano ukiandika pale tukaweka bango usikojoe hapa, watu watataka wakojoe ili waone kuna nini kitatokea. Kwa kutumia lile neno lazima linaleta kidogo ukakasi, na wataalamu wengi wametafsiri namna hiyo ya kwamba ni lazima utoe. Kwa watu wanasema basi kama ni lazima basi sitoi, ambao tunaona inakuja inafifisha watu kulipa kodi kwa hiari. Kwa neno lile la lazima tulisichukulie kwa namna ile. Tulichukulie kama wajibu wetu kama Watanzania kulipa kodi ili iende ikafanye mambo makubwa. Ukisoma ile ibara ya 138 ya katiba yetu inazungumzia, inatoa mamlaka ya kukusanya kodi kwa serikali. Lakini kuna mtaalamu mmoja anaitwa Seligman, yeye alisema ya kwamba kodi ni mchango ambao tunautoa kutoka kwenye mali zetu, tunaipa serikali ili kuiwezesha kutimiza malengo yake ya kinchi. Nadhani tukienda ina maana kama mchango itaturahisishia sisi kuweza kuwa na ule moyo wa kupenda kulipa kodi kama ambavyo watu wengine wanalipa. Kwa hiyo ninadhani hii itakuwa ni nzuri kabisa tukitembea nayo. Lile neno la lazima tusiichukulie sana. Tukija kuangalia tuna kodi tu za namna mbili. Kuna ile kodi ambayo inachajiwa moja kwa moja kutoka katika kipato, lakini nyingine haichajiwi moja kwa moja. Mfano watumishi wa umma au watumishi wote katika taasisi zozote anapolipwa mshahara kuna fedha anakatwa, basi ile kodi ambayo tunaita pay, ile tunasema anachajiwa moja kwa moja kutoka kwenye pato lake. Lakini ile ambayo haichajiwi moja kwa moja yenyewe inatokana katika uzalishaji au matumizi ya bidhaa au huduma fulani. Unapoenda unanunua labda maji hayo ambayo yako hapo mezani, umeyanunua, katika ile bei ulolipa kuna sehemu ya kodi umeilipa. Kwa sababu yule anayezalisha ndo anachajiwa kodi. Yeye akichajiwa ile kodi anaigawanya kwenye maji aliyoyazalisha. Kwa hiyo unaponunua hayo maji basi unalipa kidogo sehemu fulani ambayo inakuwa ni kodi. Kwa hiyo ziko za namna hizo mbili. Lakini katika dunia ambayo tunaishi kuna mifumo mitatu inatumika katika maeneo mengi, au na maeneo mengi pia inachanganya hiyo mifumo. Mfumo wa kwanza wanasema proportional tax system, mfumo wa inawekwa tu rate. Mfano kodi utalipa 15%. Kwa hiyo atayepata kipato cha 500,000 atalipa 15%. Atayepata kipato cha 1,000,000 analipa 15% ya lile pato lake. Kwa hiyo hii ndio inaitwa proportional tax system, na hata kwetu pia tunaitumia kwenye makampuni. Kodi ambayo au rate ambayo imewekwa ni 30%, ambapo kampuni inayotengeneza faida ya 1,000,000 italipa 30%. Kampuni inayotengeneza labda 10,000,000 inalipa 30% ya hiyo faida yake. Na pia ndio kanuni ambayo tunaitumia katika kanisa. Si ndio hivyo watu wa Mungu? Unatoa 10% kama zaka na 10% kama sadaka, kwa jumla 20%.
Kwa hiyo mwenye anayepata 100,000 anatoa kwa namna hiyo, anayepata milioni anatoa kwa namna hiyo. Kwa hiyo ni mfumo ambao pia hata kanisani unatumika. Lakini kuna mfumo unaitwa regressive tax system. Huu ni mfumo ambao mlipa kodi ambaye anapata kidogo anatozwa reti kubwa. Yule anayepata kipato kikubwa anatozwa reti ndogo. Mfano, mtu wa 100,000 anachajiwa labda 30% ndo alipe kodi, lakini anaingiza 500,000 anaambiwa alipe 5%. Wenyewe wanadai ya kwamba kuhamasisha alopata fedha nyingi awekeze, lakini unamdidimiza yule ambaye anapata kipato kidogo. Lakini kuna mfumo wa tatu unaitwa progressive system. Huu wenyewe unachaji kutokana na yani rate ile inaongezeka kutokana na mapato yako yanavyoongezeka. Na mfano mzuri kabisa ni kwenye mishahara. Tunaona kabisa kila mwaka huwa jedwali linatoka katika sheria ya fedha. Inaonyesha kabisa kuanzia kiasi hichi paka hichi labda tutachajiwa 10%. Kikiongezeka kutoka hapa paka hapa 20. Kwa hiyo inaenda inaongezeka kutokana na mapato yanavyozidi kuongezeka. Hivyo basi kwa mifumo ambayo iliyopo hapa Tanzania tunatumia ule wa proportional pamoja na wa progressive. Proportional tumeona mfano wake kwenye makampuni, lakini progressive tax system tumeona kwenye mifumo ya mishahara. Jinsi mshahara unavyozidi kuongezeka na kodi ambayo unachajiwa au unatakiwa ulipe au uichangie serikali inaongezeka. Tunazungumzia mifumo, inawezekana neno mfumo likawa kidogo lina changamoto. Lakini neno mfumo lisichanganye, tusilichanganye sana tukaona labda mfumo ni jambo fulani ambalo linaonekana. Wazungu wanaita system. Na ukisoma katika lugha ile ya Kiingereza unaweza kupata maana iliyo nzuri zaidi. Lakini tunasema tu mfumo ni mwingiliano au muungano wa vitu mbalimbali ambavyo vinafanya kazi kwa pamoja ili ikamilishe kazi fulani kwa kufuata miongozo na taratibu ambazo zinakuwa zimepitishwa na mamlaka husika ya sehemu hiyo. Kwa mfano sauti hii inasikika, lakini tunaona ni combination ya vitu vingi. Tunaona hapa tuna microphone, lakini tuna watu wa mitambo pale, pia tuna speaker ambazo zinatoa sauti. Kwa combination ya hivi vitu inafanya sauti inasikika kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo huo ni mfano tu wa jinsi mfumo ambavyo unavyokuwa. Tukiangalia katika masuala ya kodi tunakuta kuna mifumo mbalimbali ipo. Ambapo humo ndani tutakuta kuna sheria za kodi, zimo sera ambazo zinahusu kodi zinakuwa ndani yake. Lakini pia tunakuta na vifaa kama kompyuta na vifaa vingine ambavyo vinarahisisha hivyo vitu kufanya kazi kwa pamoja ili viweze kutoa kazi fulani. Lakini pia tunakutana na kitu ambacho kinaitwa binadamu mwenyewe, mtu ambaye sika katika ule mfumo uweze yani kila kitu ambacho kimeandikwa kiweze kutokea. Kwa maana kompyuta yenyewe haiwezi kaenda pale ikafanya kazi yenyewe. Ni lazima anakuwepo mtu ambaye anaiambia sasa hizi tuna click search, yenyewe inaweka tu pale search, then unaandika unachokisearch unapata vitu vinginevyo. Kwa hiyo huo ni kwa ufupi kuhusiana na mfumo. Kwa ndani tunakuta sheria, tunakuta sera, tunakuta taratibu mbalimbali ambazo serikali au zimepitishwa na mamlaka. Lakini sheria ya kodi ya mwaka 2015 ndio inaongoza mfumo wa ukusanyaji wa mapato yanayotokana na kodi ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo ndo sheria ambayo inaongoza taratibu zote za ukusanyaji wa kodi. Na dhumuni la kuweka mifumo ni kuhakikisha ya kwamba kila mtu anapata haki sawa na kwa wakati. Ndio maana unawekwa utaratibu ambao unatakiwa ufuate ili uweze kupata haki yako. Katika nchi yetu tunaona mifumo hii imesaidia sana kuiwezesha serikali kukusanya mapato ya kutosha. Nayo mapato yametumika katika kuboresha miundombinu mbalimbali. Mfano barabara, sasa hivi tuna reli hapo. Watu kuna muda mtu akikupigia saa 2 yuko Dar es Salaam uweze kushangaa kwa sababu tuna reli ya SGR. Kwa hiyo ile kodi inaenda kufanya hiyo kazi.
Ikifanya hiyo kazi, kwa maana yake sasa inamwezesha huyu mfanyabiashara kuweza kufanya biashara katika mazingira yaliyo rahisi. Kwa hiyo mfumo huu unawavutia wafanyabiashara wengi, au hata kama mtu alikuwa hajafikiria anaanza kufanya biashara, kwa sababu anajua ana uhakika wa kutumia muda mchache tu kwenda labda Dar es Salaam akapata mzigo kisha akaurudisha ule mzigo katika sehemu ambayo anataka kuuza, mfano hapa Dodoma, na akauza. Inawezekana kuna watu walihitaji t-shirt labda asubuhi, lakini sasa zimekwisha kufika. Kwa tunaona uboreshaji wa hii miundombinu kutumia kodi ambazo tunazitoa unahamasisha sana katika uwekezaji. Kitu kingine ambacho tunaangalia hapa ni kwamba serikali imekuwa na mfumo wa kupitia sheria za kodi mara kwa mara na kuziboresha hizo sheria ili ziweze kukizi mazingira ya sasa. Na hizo sheria zimepelekea zingine kupelekea kufuta baadhi ya tozo ambazo zimeonekana ni kero sana kwa wananchi. Hivyo hizo kodi zikifutwa, basi wafanyabiashara pamoja na wawekezaji wengine au wajasiriamali wanahamasika kuweza kuwekeza zaidi, kwa sababu wanakuwa wanapata unafuu. Lakini ule unafuu unakuwa na faida kubwa kwa serikali, kwa sababu kama kuvuta tozo labda 67 unapoteza milioni 100, lakini unategemea ndani ya miaka miwili unakusanya bilioni 1, inakuwa ni bora zaidi, na serikali inaangalia hiyo. Lakini pia tukiangalia mfano ile wa VAT, mtu alikuwa anaingia kwenye VAT anapofikisha mauzo ya milioni 100 kwa mwaka, au ndani ya miezi 6 akaweza kufikisha yale mauzo, basi anaingizwa kwenye VAT. Lakini tunaona sasa hivi wigo umeongezwa kutoka milioni 100 mpaka milioni 200. Nao milioni 100 walikuwa wanalalamika sana, kwa maana mauzo ni tofauti na uhalisia wa hiyo biashara. Lakini pia tumeona serikali imeweza kuweka ushirikishwaji wa watu binafsi katika masuala ya kodi ambao tunaita tax consultant. Imewaruhusu na kuwasajili kabisa rasmi ili wawasaidie wafanyabiashara kuelewa kodi na kwa namna gani wao wanaweza wakacomply na zile sheria za kodi zinavyotaka. Kwa hiyo uwepo hawa watu umerahisisha sana watu kuelewa kodi na kutekeleza yale majukumu, kwa sababu wakati fulani mtu anashindwa kufanya jambo fulani ni kwa sababu tu anakuwa haelewi na tekelezaje hilo jambo. Kwa hiyo uwepo hawa watu unarahisisha sana. Kwa wafanyabiashara, wawekezaji, watumieni hawa watu, usitumie nguvu sana kupambana na hii mifumo ambayo tayari imeshawekwa. Basi tuwatumia wataalamu ili watusaidie katika kucomply na sheria za nchi au sheria za kodi ambavyo zimepitishwa na zinasema. Na mpaka tarehe 13 mwezi wa 4 tulikuwa na washauri wa kodi wapatao 643 Tanzania, wenye taaluma za uhasibu, lakini pia na wanasheria wakiwemo ndani yake, ambao wanatusaidia sana katika kutekeleza majukumu yetu. Kwa hiyo hii inawasaidia sana wafanyabiashara kuweza kuelewa kodi na kuweza kuendelea kuwekeza na kufanya biashara kwa namna iliyo bora zaidi. Lakini pia tunaona serikali imeanzisha mfumo wa TEHAMA, na huo mfumo una dhumuni la kutoa uwezo wa wewe mwenyewe kufanya kila kitu mwenyewe. Mfano hapa mfumo ambao umetangazwa hivi karibuni kuhusu habari za leseni ya udereva, sasa hivi inaja kwenda tena mamlaka ya mapato. Kuna mfumo kule unaingia, unafanya taratibu wewe mwenyewe na unaweza kupata kila kitu. Lakini pia hata pia kwenye magari, kupata hizo kadi za gari transfer, asilimia kubwa zitakuwa unafanya wewe mwenyewe. Kwa hiyo jinsi ambavyo wanaisogeza huduma karibu zaidi na mtu, ndivyo ambavyo wanahamasisha watu katika kuendelea kuwekeza, wafanyabiashara kuendelea kufanya biashara kwa namna nyingine. Tunaona pia kuna baadhi ya wafanyabiashara wanaweza wakakadiria kodi zao kupitia huo mfumo. Ila pale kuna vigezo, usianze kuingia tu ukafanya. Jua biashara yako, muone mtu wa tax au washauri wa kodi, watakwambia kutokana na biashara yako either uende mamlaka ya mapato au ufanye kwa njia ya mtandao. Hapo usikurupuke, kuna sheria kidogo ngumu ambayo inabidi uielewe. Kwa hiyo huu mfumo tunaona unaokoa sana muda. Mtu hawezi kwenda maofisi ya mamlaka ya mapato akatumia siku nzima pale, hapana. Kwa hiyo anafanya tu mwenyewe au kwa kutumia washauri wa kodi, akiendelea kukimbizana na biashara zake au na miradi yake. Lakini pia serikali imeanzisha mfumo wa EFD.
Huu FD umeanzishwa, dhumuni ni kutrack manunuzi na mauzo, ili wanapomkadiria mtu kodi wamkadirie kwa usahihi. Ndio maana wanasisitiza unaponunua hakikisha TIN namba yako imeandikwa. Maana ikiandikwa tu basi inaenda katika taarifa zako ambazo mamlaka ya mapato inakuwa nazo. Kwa hiyo hali kadhalika ukinunua ukiweka TIN namba yako kule inaona kabisa. Kwa hiyo itaonyesha ameuza hichi, amenunua hapa, kwa hiyo faida yake hii. Kwa hiyo wataweza kukukadiria kufuatana na nini? Na yale mapato uliotengeneza. Lakini sasa inakuwa bado changamoto, maana watu hawataki kununua wala hawataki kudai risiti na kadhalika. Lakini kwa mfanyabiashara, hasa kama uko kwenye VAT, ni muhimu sana kila unachonunua hakikisha TIN namba yako inaingizwa. Lakini pia tunaona serikali imeanzisha taasisi ambayo au imeweka jukwaa la kushughulikia migogoro ya kikodi. Ni kweli bado uelewa ni mdogo wa kodi, hivyo basi huu mfumo wa usuluhishi umeanzishwa, dhumuni ni kuwasaidia sasa hawa walipa kodi pamoja na serikali kupitia mamlaka ambayo imeanzishwa waweze kukaa chini waeleweshane. Kama kuna njia namna ya kumsaidia, unamsaidia. Kuna habari wametoa ile habari ya misamaha ya kodi, wanaita remission, wanakuambia basi hizi hapa ziombee tunazifuta, lakini hii kodi ulitakiwa uilipe, basi wanakubaliana naweza walipe kwa installment au la. Kwa hiyo mfumo pia unasaidia. Kuna sehemu imewekwa angalau unaweza ukaenda kulalamika kama unaona hautendewi haki. Na hii inaongeza sana imani kwa walipa kodi, kuamini ya kwamba kodi wanayoilipa basi ni kwa manufaa ya nchi na ni stahiki yao. Lakini pia tunakutana na kitu kingine ambacho ni cha muhimu tukaangalia hapa. Tunaona serikali pia imeweka mfumo maalum wa kuwasaidia watu kuwekeza. Mfano ile export processing zone ile ina sheria zake ambazo zinatuongoza katika kuhakikisha ya kwamba uwekezaji wa eneo fulani unahamasishwa. Mfano kipindi cha mwaka 2009 tulikuwa tuna ile sera ya kilimo kilimo kwanza, ambayo yenyewe ilichochewa na baadhi ya tozo kuondolewa katika vitu ambavyo vinahusiana na kilimo kama teknolojia pamoja na vifaa vyote ambavyo vinatumika huko. Kwa hiyo walifanya vile ili kupromote uwekezaji kule. Kwa hiyo tunaona ni kwa namna gani serikali bado inaendelea kuweka mifumo ambayo itarahisisha wafanyabiashara, wawekezaji, wajasiriamali kuweza kupata huduma vizuri, lakini sio kupata huduma, lakini pia kuhamasisha kuendelea kuwekeza habari katika biashara na maeneo mengineyo. Kwa dakika zilizobaki, lakini japokuwa tumeona kuna hiyo mifumo ambayo inawekwa na serikali dhumuni kuhamasisha, lakini tunaona bado kuna changamoto ambazo pia zinasaidia kurudisha watu nyuma katika kulipaji kodi au kufunga biashara. Tunaona kama miaka ya 2019 hapo biashara nyingi sana zilifungwa. Kwa kuna changamoto ambazo zipo. Changamoto hiyo ni kama utitili wa kodi kuwa mkubwa, umeendelea kulalamikiwa kwamba kodi zimekuwa ni nyingi, kwa hiyo watu wanaona bora aache kuwekeza kwa sababu kodi ni nyingi. Lakini tunaona makadirio yanafanyika bila uhalisia wa mtu. Lakini pia tuna vitendo vya rushwa vimekuwa vikisemwa kama ambavyo tulifundishwa asubuhi, vimekuwa vinasemwa sana kwa sababu vinakwamisha hizi biashara kuweza kufanyika, urasimu usio na maana. Lakini changamoto ya kimtandao, tuko kwenye tehama, lakini kuna muda ukiingia